tena kuongea huo upumbavu. Haiwezekani. Mimi nahisi kuna kitu kipo. Nikamfumania na mwanamume mwingine. Kinachoniuma zaidi, mwezi ndo huo unakaribia kuingia. Katika kitu ambacho utakosea katika maisha yako yote, katika maisha ya ndoa, ni kukaidi maamrisho ya mumeo. Naona kama unanitafutia sababu. Kama umenichoka niambie. Hapa imekuwa too much. Lazima niende nizungumze naye kama mwanaume mwenzangu ili tujue tunayajenga namna gani. Anikataze asinikataze, mimi nitakuja kukuona tu. Mimi akaniita mwizi. Naona huo ni uvumi tu wa watu. Hautakiwi kujifanyia maamuzi kama mumeo hajakuruhusu. Muda mwingine ukilia unapunguza uchungu wa moyo ambao unausikia. Kwa taarifa zilizopo, dada Razia amepata mtu anayetaka kumuoa. Na nikilala juu ya kitanda, basi mzungu wa nne utahusika. Ila mimi nitaenda kuongea naye shemeji. Nichukie mimi na chakula kina makosa gani? Lile gundu limeenda kufutika. Kile chakula mimi nikimwage, utaanza kulala chini. Najua kabisa akirudi kwao ndio itakuwa imeisha. Tutaishi vipi ndani ya ndoa na kati hatuelewani? Vipi? Situngemaliza? Mimi nipo tayari kumsaliti mtu yoyote yule kwa sababu ya pilau. Hata mimi namuwaza. Kwani wewe hizi habari unazitoa wapi? Yaani sahau kabisa kuhusu mimi kuhusika na kula chakula chako huko ndani. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi, nikapanga maisha kichwani, lakini jina langu halikuwa kwenye